Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu Jalsalatul Jamia, tumefika katika faslu ambapo kwamba ni furudhul wudhui, mahala tunaposema wa yanqudhul wudhu'a, na yanatangua udhu al-kharij min ahadi sabilaini, chenye kutoka katika moja ya njia mbili, al-qubuli, tupu ya mbele, au duburi, au tupu ya nyuma, ala makana, kwa namna yoyote itakachukua. Ukitokwa na kitu katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma, udhu wako umeharibika, kitu chochote kitakachokuwa. Wa yanqudhul wudhu'a, na vile vile natangua udhu zawalul aqli, kupotewa na akili, binaumin, kwa kulala, au ghairihi, au kwa sampuli nyingine. Ukipotewa na akili kwa kulala, kwa kuzimia, kwa sampuli yoyote, kwa ulevi, ukawa hauna akili, haujifahamu, udhu wako umeharibika. Illa nauma, isipokuwa usindizi, mumakkini, wa mtu anajimakinisha, maq'adatahu, makalio yake, min al-ardhi, katika ardhi. Isipokuwa mtu ambaye kwamba amekaa vizuri katika ardhi, makalio yake yametulia katika ardhi, ima ni katika busati, ama yani popote, hata kama katika kiti, lakini umekaa vizuri kiasi ambacho kwamba hakutotoka kitu chochote, na ukalala ukajiamka uko vile vile, si umelala sawa sawa, lakini ukiamka umeenda bendi kidogo, tayari udhu wako umeharibika. Lakini umelala vizuri, kaamka uko vile vile, udhu wako bado uko. Wa yanqudhul wudhu'a, na vile vile inaharibu udhu masu qubuli, kudara tupu ya mbele, au duburin, au tupu ya nyuma, adami, ya mwanadamu, minhu, ikiwa ni yako, au min ghairi, au ikiwa ni mtu mwingine. Ukidara tupu ya mwanadamu, tupu ya mbele au tupu ya nyuma, iwe ni yako au ni ya mtu mwingine, bibadhanil kaffi, kwa matumbo ya kiganja cha mkono, au butunil asabi'i, au matumbo ya vidole vya mguu wa mkono. Batnul kaffi ni hapa, hii nyeupe, na batnul kaffi. Butunil asabi'i ni hizi nyeupe. Kwa hiyo ukidara kwa hii nyeupe, ndio udhu wako utaharibika. Ukidara kwa huku, udhu wako hawaribiki. Ukidara kwa hapa, hii ni peke yake, hii nyeupe katika mkono, nadhani inaonekana vizuri. Hii ni nyeupe, ndio inaharibu udhu. Kabiran kana, ikiwa ni tupu ya mtu mkubwa, au saghiran, au tupu wa mtoto mdogo, haiangaliwi umri, wala bora iwe ni binadamu. Walau waladahu, hata kama ni mtoto wake. Walau mayitan, hata kama ni tupu ya maiti. Hata kama ni tupu imekatwa, iko mbali, ukaenda ukaishika ukaidara, udhu wako umeharibika. Maadamu ni tupu ya mwanadamu. Tupu ya mnyama haitangui, lakini tupu ya mwanadamu, iwe imekatwa, iko katika mwili, ni maiti, ni hai, ni yako, ni mtu mwingine, maadamu ni kitu kinaitwa tupu, ukikidara kwa matumbo ya viganja vya mkono au matumbo ya vidole, udhu wako umeharibika. Wa yanqudhul wudhu'a, vile vile natangua udhu iltiqa'u basharatay, kukutana ngozi mbili, rajulin wa imra'atin, mwanamume na mwanamke, kabiraini, wakubwa wawili, ajnabiyaini, ajnabi wawili, bila haili, pasina kiziwizi. Ikakutana ngozi na ngozi ya mwanamke na mwanamume, ambao kwa ajnabi. Ajnabi ni wale ambao kwamba wanafaa kuoana, sababu kuna maharim ni wale ambao kwamba hawafai kuoana, kisha kuna ajnabi wanaofaa kuoana. Maharim ni dadako, kwanza ni mamako, na mamake na mamake na mamake, hata iende juu vipi, kisha mtoto wako na mtoto wake na mtoto wake na mtoto wake, hata iende chini vipi, dadako na mtoto wake na mtoto wake na mtoto wake, hata iende chini vipi, khalati yako yeye peke yake, shangazi yako yeye peke yake, na mamake mkeo, ambao kwamba hii ni musahara katika nasaba, ni mama na mama, mpaka mama atakapokwenda, mtoto hata atakaposhuka vipi, mtoto wake, mtoto hivyo hivyo mpaka atakapokwenda, na dadako pamoja na kizazi chake, mtoto wake, mtoto, na khalati yako yeye nafsi yake peke yake, mtoto wa khalati yako anakuharibia. Shangazi yako, mtoto wa shangazi yako anakuharibia, kisha shangazi yako hakuharibii. Kisha kuna musahara, ambao kwamba ni mke, mamake mkeo, hakuharibii udhu. Na hivyo hivyo upande wa wanaume, mwanamke itakuwa ni baba na baba na baba ni ndugu, na hiyo upande wa kike ndio unarudi hivyo hivyo wa kiume. Kwanza katika wakwe, mfano mwanamume, inakuwa mamake mkewe hamharibi udhu. Mtoto wa mke wako ambao kwamba umemuingilia ule mkeo na ako na mtoto wa mwingine, ule mtoto pia anakuwa ni maharimu yako. Kisha kuna radha, kunyonya.
mtu ambao kwamba umenyonya na yeye, yule mama alokunyonyesha, yule binti ulionyonya naye pamoja na watoto wake, yani kama namna nasaba inavyoenda. Kwa hiyo hao ni maharim, hawakuharibi. Wanaobakia wote wanakuharibia udhu. Iwe mtagusana pasina kizuizi, tena iwe ni ngozi, sio kucha wala sio nyele wala sio jino. Lakini hawa mwanamke na mwanamume wana masharti kabiraini, wawe ni kwa kubwa wawili. Wana kitabu vingine nakwambia balagha hadda shahwa, wamefika kiasi cha matamanio. Mwanamume akionekana anaonekana barabara anatamanika. Msichana pia ukimwona ni msichana mashallah, kifua kimeanza kufura, na ukimwona ni mtu unaweza kumtamani. Inawezekana umri wake ni mdogo, lakini umbile na mwili alionao ni umbile la kiukubwa. Ukimwona na mwanamke ule tayari anakuharibia udhu. Asema ni kitabu illa dhufran, isipokuwa ni dhufran, kucha au sha'ran au nyele au sinnan au jino, fala yanqudu udhu, hazitangui udhu. Na katika kudara tupu, kuna wakati anatanguka ni yule mwenye kudara na mwenye kudarwa, na wakati mwingine anatanguka ni yule mwenye kudara tu. Mwenye kudarwa udhu wake uko pale pale. Ikiwa yule mdara ni ajnabi yako, ule mdara ni ajnabi, mwatanguana udhu kwa kudarana ngozi kwa ngozi, unapomdara tupu yake kwa kitanga cha mkono, inakuwa kwanza umedara tupu, kisha ni ngozi kwa ngozi. Lakini ukadara tupu ya mtu ambao kwamba hakuharibi udhu, mkidarana ngozi kwa ngozi, wewe mwenye kudara udhu wako utaharibika, yule mwenye kudarwa udhu wake uko pale pale. Inshallah mpaka hapa tutakoba. Tumombe Mwenyezi Mungu ajalie na alladhina yastami'una alqawla tabi'una ahsana. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.